Shughuli zao za kupiga madawa shambani yote yanaingia kwenye haya maji, na ukizingatia sisi RUWASA kwa sababu tunapata maji katika vyanzo ambavyo tunaamini viko nje kidogo ya makazi ya watu, tunafanya ile simple pollination treatment na sio ile heavy treatment ya kutoa hizo chemical. Kwa wakati mwingine tunapata wakati mgumu kuwapa watu wetu maji ambayo tunaona yana changamoto. Tunaomba ofisi yako kushikana ofisi ya mkuu wa wilaya tuweze kusaidiwa kuona namna gani ambavyo tunaweza tukaelimisha jamii iweze kutuachia maeneo ya vyanzo, ukizingatia kwamba kuna beacon tayari, lakini pia kuna juhudi za makusudi ambazo tunazifanya za kuendelea kuleta miti katika maeneo hili. Wiki iliyopita tumeleta miti 600. Tunategemea maeneo yote yaendelee kupandwa miti ambayo ni rafiki wa maji na kuendelea kufanya kuwe na maji katika kipindi. Sasa hivi umeyakuta maji haya hivi, lakini kipindi cha kiangazi hiyo miradi yote miwili inapata upungufu wa maji, unaanza kuwa na mijao. Sasa hii ni miaka hii, je, ikija miaka 5 mbele, kwa hiyo tunafikiria tunaweza tukapata scarcity ya maji. Tuwaombe ndugu zetu wa serikali za vijiji na kata, lakini pia na taasisi zote kwa pamoja tushirikiane kuhakikisha tunalinda hivi vyanzo, na vinginevyo tuendelee kupanda miti. Hawa wenye mashamba, maana yake vijiji vinafanya makusudi, vinajua yanayoendelea, na kama ingekuwa ni amri basi hapa hawa wote, kwa sababu tunatakiwa kuwa nje ya mita 60 ya chanzo cha maji. Sasa hapa hata mita 5 sijui kama zinafika hivi, tayari ni mashamba. Kuna watu wamekata miti hapa wanataka kulima pia na wao. Hii sio sawa sawa. Alafu wakikosa maji wanailalamikia serikali. Mimi niendelee kusisitiza yafuatayo. Kwanza, tuache kukata miti ovyo katika vyanzo vyetu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini la pili, wale wote wanaolima karibu na vyanzo vya mito waondolewe haraka kwa kushirikiana na serikali ya kijiji, kata pamoja na wilaya, ili kulinda uhai wa watu, ili kulinda vyanzo hivi na vizazi vijavyo wavikute. Lakini jambo jingine, kuna beacon ziko nje kabisa ya eneo hili. Walipaswa kulima nje ya eneo hili. Kwa hiyo ni vyema wakapewa maelekezo, na pia tuendelee kufanya matangazo na tufanye mikutano ili kupeana elimu kuhakikisha tunalinda hivi vyanzo. Kinyume na hivyo tutayapoteza maji, tutapoteza vyanzo vyetu vya maji. Na tunategemea huku kuna vyanzo vingi vya kuendelea kuvitumia kujenga miradi mingine. Kwa hiyo ni vyema sasa wale wote wanaolima katika eneo hili wakaondoka. Hili ndio maelekezo yanayotakiwa, waondoke. Joseph Njuta ni mwenyekiti wa Chombo tarafa Isangati. Tumejaribu kuwashauri hata hawa wanaofanya hizi shughuli huku wamegoma. Wakati mwingine wamechukuliwa sheria mpaka wakapelekwa kwenye maeneo ya vituo vya polisi. Waliporudi bado waliendelea na shughuli zile zile za ukataji na uharibifu wa mazingira, na ndio maana na sisi tukaamua kwamba kama waheshimiwa watusaidie kwa hili swala ambalo linaendelea katika kijiji chetu.